Wizara ya Ujenzi ni mlezi na ni mdau mkubwa sana wa wanawake katika fani za ujenzi kwa aina mbalimbali, ujenzi wa barabara, ujenzi wa majengo, ufundi na maeneo mbalimbali. Na chini ya Wizara ya Ujenzi tuna kitengo cha ushirikishaji wa wanawake, na kazi kubwa ni kuibua wanawake kutokea kwenye ngazi za shuleni, vyuo vikuu, na kuwafuatilia baada ya kumaliza vyuo wanapotelea wapi. Kwa sababu mara nyingi tunahamasisha wanawake kutokea form 1, form 6 mpaka vyuo. Tunahamasisha wachukue masomo ya science. Je, wakishamaliza sayansi wanaenda wapi? Kwa hiyo ni kazi ya Wizara ya Ujenzi kuhakikisha kwamba wanawake wanasomea masomo ya sayansi, wanamaliza masomo ya sayansi na wana apply walichojifunza, kwa kuangalia na kutoa fursa mbalimbali za kuwawezesha kufikia malengo ambayo nchi inatarajia. Wanatoa support, tunatoa training kwa watoto wa kike, tunatoa training kwa wakandarasi wanawake, kwa kada mbalimbali, lakini pia tunatoa miradi ya mafunzo. Tuseme miradi ya mafunzo, tayari kuna chama cha wanawake wa kandarasi ambao tunaendelea kuwa groom, tunawapa miradi mbalimbali na kufikia lengo la serikali la kupata 30% ya miradi ambayo itakuwa chini ya wanawake. Kwa hiyo jukumu la wizara kubwa ni kuhakikisha ushirikishaji wa wanawake katika fani za ujenzi unakuwa kwa kiasi ambacho serikali inategemea, na kwa sasa miradi tumewekewa malengo ya 30%, lakini target yetu ni kuhakikisha kwamba tunafika 50% ama juu ya 50%. Lakini pia ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wote waliochukua masomo ya sayansi hatuwapotezi. Kwa sababu mwanafunzi anaposoma masomo ya sayansi kwa ujumla yanajulikana kwamba ni magumu kidogo ukilinganisha na masomo mengine. Kwa hiyo mwanafunzi wa kike anaposoma masomo ya sayansi, anapopotea hapa katikati baada ya kumaliza shule, akipata mwanya kidogo akajiengage, unakuta anabadilisha mpaka fani, anaenda kufanya kazi zingine. Kwa hiyo jukumu la wizara ni kuhakikisha pia kwamba wanafunzi hawa tunawa maintain na wanaendelea na kazi ambazo wamezisomea. Mkiangalia hapa kwenye maonyesho leo katika siku ya wanawake duniani, tuna maonyesho ya aina mbalimbali, na mmeona kabisa kuna wanafunzi kuanzia wa O level, A level, na wameonyesha project mbalimbali ambazo ni nzuri sana kwa upande wa serikali, na sisi tutazichukua. Mmeona kuna project ambayo inaongelea masuala ya road safety, kuna project zinazoongelea masuala ya management ya contract, na zote hizo ni wanafunzi. Kwa kweli tumehamasika sana, na sisi kama wizara tutawachukua wanafunzi wote ambao wana miradi, wana project kama hizo, ili tuweze kuwasupport ziweze project zao kukua na kuweza kutumika sasa kwenye malengo ambayo project hizo zimeundwa. TANROADS inatoa sasa hivi, imetoa miradi ya hiyo nimeita pilots kwa sababu ya wanawake, lakini agizo ambalo serikali imetoa sasa hivi kwamba waengage sasa katika kujifunza, kwenda kuona miradi inayoendelea ambayo inafanywa na wakandarasi wakubwa. Hilo pia ni muhimu, ni njia mojawapo ya kujifunza. Tutawapa miradi, TANROADS imeshatenga kwa level mbalimbali. Mikoani kuna wanawake wanaopewa, kuna miradi specific ya wanawake katika level ya mikoa, lakini kuna miradi pia mikubwa ya lami ambayo imeshatangazwa na iko katika hatua za mwisho ambayo ni specific kwa sababu ya wanawake. Lakini pia tumewataka TANROADS katika kila kategori ya makampuni ya wanawake kuwe na miradi ya pilot ya kuwafundisha, kwa sababu kuna class 1 kuna mpaka class 7. Kwa hiyo kuanzia miradi ya class 7 itengwe miradi maalum kwa sababu tu ya wanawake waweze kuifanya, ni maana ni njia mojawapo ya kujifunza. Lakini pia ni kutenga miradi ya mafunzo ambayo inafanywa na makandarasi wengine ambao wanawake pia wakifika site wataweza kujifunza na kuiona, na hiyo ni njia mojawapo. Lakini pia kuna issue wameiraise ya masuala ya procurement, manunuzi. Tumewataka TANROADS, na sisi kama wizara hilo tutalisimamia kuhakikisha, kwa sababu unaweza ukatangaza miradi ya wanawake lakini huoni wanawake wakijitokeza, ukidhani kwamba hawapo, kumbe wapo, ila hawana knowledge ile ya kuweza kujua sasa tunaanzia wapi ili na sisi tuingie. Kwa hiyo hilo wizara tunalifanyia kazi, na tayari kitengo chetu cha wanawake tumekiagiza kwamba ianze sasa kuwafundisha tokea kwenye kuapply zile tena. Tangazo limetoka, naingia sasa hivi kuna mfumo wa NeST, wanajua kuingia kwa NeST, wanajua wanatakiwa wafanye nini, wanajua requirements zilizoko mule. Kwa hiyo hilo pia tutalifanyia kazi, na tayari wanawake tafuta makundi mbalimbali na chama chao tayari tuwape mafunzo kwa makundi. Lakini tunaomba pia CRB mpange pia kuwafundisha kuanzia kila hatua, kuanzia kwenye procurement mpaka kwenye kufanya kazi. Wanawake wafanye kazi, wasishindwe kwa sababu kwa kukosa information, wasishindwe kwa sababu ya kukosa knowledge, washindwe kwa sababu labda wao wenyewe wameamua kuwa wazembe. Ili uingie kwenye competition lazima uwe equipped na kila fani ambayo unaweza kuifanya.
Kwa hilo tunalifanyia kazi, na TANROADS kwa kweli tunawapongeza kwa sababu tayari wanawake wengi sana kwenye ngazi, kuanzia kuna labor base ambao ni specific miradi kwa sababu ya wanawake wanajitokeza, lakini tatizo tunaloliona hawakui. Hilo tunalifanyia kazi. Kuna mafunzo chini ya wizara ambayo inaendesha kwenye mikoa mbalimbali kikanda kuweza kuwapa elimu kwa upande wa labor base, lakini tutaendelea kwenye mpaka class 1 kwa upande wa wanawake. Tunawapongeza sana pia wakandarasi wanawake tunao hapa, na wenyewe wamesema mapungufu ambao wanaona serikali inatakiwa tuyafanye, mengi tunayafahamu na tunayafanyia kazi, na yote ambayo wameyasema tumeyapokea na tunaendelea kuyafanyia kazi. Lakini pia tuna taasisi zetu, tuna taasisi ya CRB wako hapo, kazi yao kubwa ni ukiona ni contractor registration board, lakini haiishi kwenye registration. Una register wakandarasi, unawatambua, lakini pia na kuwafuatilia. Kuwafuatilia sio kazi tu kama ya kipolisi, unawafuatilia na kuwatrain. Kazi kubwa ya CRB pia ni kuhakikisha kwamba inawatrain wakandarasi kufikia viwango ambavyo tutaweza kupata miradi itakayokuwa shindanishi kwa makampuni ya nje. Lengo la serikali sasa hivi kama wizara tayari tuna local content, ni kuhakikisha kwamba miradi mingi itatekelezwa na wakandarasi wa ndani, ikiwa ni pamoja na wanawake. Kwa hiyo kazi ya CRB, kazi ya ERB na bodi nyingine ambazo zina register wakandarasi, tunaomba sana, na hili ni agizo la wizara na agizo la serikali, kuhakikisha kwamba tunawatambua, tunawakuza, tunaangalia changamoto walizonazo hasa wanawake na kuhakikisha zile changamoto tunazifanyia kazi. Lakini pia niwapongeze wasichana walioko vyuoni kwa kuweza kuhimili kuchukua masomo ya sayansi. Masomo ya sayansi yanataka muda wa ziada ukilinganisha na masomo mengine, lakini tumeona kabisa wana moyo wa kufanya hivyo na wamefanya vitu vikubwa sana ambavyo tumeviona hapa. Na sisi kama serikali tutaendelea kuwaendeleza ili tuwape wawe mfano kwa wasichana wengine wanaokuwa, maana kujifunza pia ni kwa mifano. Unamwona msichana mwenzio ameanzia from scratch, lakini sasa hivi wamegundua hapo ambazo ni nzuri tu, ambazo tunaona kabisa zitatusaidia katika kusimamia kazi zetu za kila siku. Kwa hiyo mimi niwatake wasichana kwamba wasione kwamba masomo ya sayansi ni magumu. Mimi hapa ni engineer, nimepitia huko kote, nilisoma sayansi, nimemaliza nikaajiriwa kama engineer, na sasa hivi ni katibu mkuu na pia ni balozi. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa mwanamke mwanasayansi, mwanamke engineer anaweza akawa mtu yoyote, ili mradi juhudi zako na kutokukata tamaa. Niwashukuru sana, asanteni sana, lakini niwaombe wanaume waendelee kutusapoti kwa sababu na wenyewe wana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya wanawake.